BBC asubuhi hii. Marekani na Israel zaendelea kushambulia Iran. Kutana na mkufuzi wa mbwa mwenye malengo ya kutoa mafunzo kwa wanyama kusaidia watu wenye changamoto za afya. Ninahitaji kujiendeleza zaidi. Nataka nije nifundishe mbwa ambao ni service dogs. Wana uwezo wa kuishi na mtu mwenye kifafa, kisukari, yale magonjwa ambayo mbwa anaweza aka-assist. Na katika gumzo tunaangazia virusi vya mafua ama flu vinavyolazimisha wanasayansi kutengeneza chanjo mpya kila msimu. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Serafina Robi, karibu. Asante sana Halima. Tukianza msikilizaji, ni kwa Israeli inasema imeanza wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Iran. Jeshi la Israeli linasema limekuwa likilenga maeneo ya kushambulia ikiwemo mifumo ya ulinzi. Mashambulio hayo mapya yanafuatia Iran kuishambulia Israel na nchi washirika wa Ghuba jana siku ya Jumanne. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema ndege moja isiyo na rubani ya Iran ilishambulia ubalozi mdogo wa Marekani mjini Dubai. Qatar inasema kombora moja la Iran lilipiga kambi moja ya wanajeshi wa anga wa Marekani ingawa hakukuwa na majeruhi. Kumekuwa na mfululizo wa milipuko mikubwa katika mji wa Erbil, mji mkuu wa Kurdistan kaskazini mwa Iraq. Milipuko ilisikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil unaohifadhi wanajeshi wa muungano unaoongozwa na Marekani. Zaidi na Beldin Waleula. Jeshi la Iraq linasema limenasa ndege isiyo na rubani ilikuwa ikizilenga ofisi za Marekani nchini humo huko Erbil. Eneo hilo lina makundi ya Wakurdi, baadhi yao wakiwa na chuki dhidi ya serikali ya Iran. Mwandishi wa BBC mjini Erbil anasema kuna ripoti kwamba Rais Trump ambaye alizungumza na viongozi wa Kikurdi kwa njia ya simu wiki hii alipendekeza makundi hayo yaanzishe uasi ili kusaidia kuangusha utawala wa Iran. Kwingineko ni kwa serikali ya Uingereza imesitisha maombi yote ya visa ya masomo kwa watu kutoka nchi za Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan, ikiwatuhumu kutumia vibaya mfumo wa ukimbizi wa Uingereza. Raia wa Afghanistan pia watapigwa marufuku kutumia maombi ya visa za kazi. Serikali ya Uingereza inasema idadi inayoongezeka ya watu wamekuwa wakitumia njia halali za uhamiaji kama lango la kudai hifadhi. Uhamiaji umekuwa swala tata katika siasa za Uingereza katika miaka ya hivi karibuni. Na mtandao wa kijamii wa TikTok umeambia BBC kuwa hautatumia teknolojia inayoweka ujumbe wa watumiaji wake kuwa faragha. TikTok ilisema usimbaji fiche au encryption huwezesha ujumbe wa mtandaoni kuonekana tu baina ya mtumiaji na mpokeaji, unaoweka watumiaji katika hatari ya madhara, haswa watoto. TikTok sasa ni tofauti na mifumo mingine mikuu kama vile Facebook na X. Mashirika ya kutoa misaada ya kuwalinda watoto yamepongeza TikTok kwani mamlaka ya udhibiti zitaweza kuchunguza ujumbe wa faragha. Lakini hatua hiyo inaweza kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa data kwenye mtandao huo unaomilikiwa na China. Hii ni BBC. Serafina Robi ametusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia ukiwa nchini Tanzania unaweza kusikiliza kupitia Radio One Stereo, Radio Free Africa, Classic FM, Abudu FM, CGFM na Radio Kwizera katika baadhi ya maeneo maziwa makuu. Nchini Kenya pia unatupata kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, County FM na Pamoja FM. Ukiwa Uganda tunasikika kupitia Radio Paiza, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Marekani imesema imefanya mashambulizi zaidi ya 2000 nchini Iran tangu kuanza mashambulizi yake ya pamoja na Israel dhidi ya Tehran, huku Israel nayo pia ikithibitisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Zaidi na Serafina Robi. Kituo kikuu cha Marekani kimesema Marekani imeharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran na kuzamisha meli 17 za jeshi la wanamaji wa Iran. Taarifa ya video ya Admiral Brad Cooper inasema kuwa wanajeshi 50,000 wa Marekani walihusika. Pia amesema Iran imerusha zaidi ya makombora 500 ya balistiki na zaidi ya ndege zisizo na rubani 2,000. Kauli hii inajiri huku Israel ikianzisha mashambulizi mapya anga.
Jeshi la Israel linasema linalenga maeneo ya kufanya mashambulio ya Iran na mifumo yao ya ulinzi. Iran inaendeleza kampeni yake ya kuishambulia Israel na nchi washirika wa Ghuba. Umoja wa Falme za Kiarabu unasema kuwa umekabiliwa na mashambulizi zaidi ya 1000 huku ndege moja isiyo na rubani ikigonga ubalozi mdogo wa Marekani mjini Dubai na kuuchoma moto. Qatar imesema makombora mawili yamerushwa kutoka Iran. Moja ya makombora hayo yameshambulia kambi ya anga ya Al Udeid inayosimamiwa na Marekani, ingawa hakukuwa na majeruhi. Milipuko imesikika mjini Jerusalem huku ukiwa na taarifa za vifusi vinavyoanguka Tel Aviv. Nchini Iran, milipuko mikubwa imesikika siku nzima. Kumekuwa na mfululizo wa milipuko mikubwa katika mji wa Abel, mji mkuu wa Kurdistan kaskazini mwa Iraq. Milipuko imesikika karibu na uwanja wa ndege wa Abel unaohifadhi wanajeshi wa muungano unaoongozwa na Marekani. Jeshi la Iraq linasema limenasa ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikilenga mashauriano ya Marekani huko Abel. Eneo hilo lina makundi ya Wakurdi, baadhi yao wakiwa na chuki dhidi ya serikali ya Iran. Mwandishi wa BBC mjini Abel anasema kuwa kuna ripoti kwamba Rais Trump ambaye amezungumza na viongozi wa Kikurdi kwa njia ya simu wiki hii anapendekeza makundi hayo yaanzishe uasi ili kusaidia kuangusha utawala wa Iran. Sarafina Robi. Serikali ya Uingereza imesitisha maombi ya visa za masomo kwa watu kutoka Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan, ikiwatuhumu kutumia mfumo wa maombi ya hifadhi wa nchi hiyo. Raia wa Afghan pia wamepigwa marufuku kuomba vibali vya kazi. Serikali ya Uingereza imesema kumekuwa na idadi kubwa ya watu wanaotumia njia halali za uhamiaji kama mbinu ya kuomba hifadhi. Katika siku za hivi karibuni, suala la uhamiaji limekuwa swala tata katika siasa za Uingereza. Zaidi na Florian Kaijage. Uingereza inasema serikali itasitisha visa za masomo kwa mataifa ya Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan na visa ya kazi kwa raia wa Afghanistan katika harakati kubwa, huku kauli dhidi ya uhamiaji zikiongezeka nchini humo. Kusitishwa kwa dharura kwa visa kumewekwa kwa mara ya kwanza kwa raia kutoka nchi 4 kufuatia kuongezeka maombi ya hifadhi kupitia njia za kisheria, ofisi ya mambo ya ndani ilisema katika taarifa. Hapo awali, Uingereza ilikuwa imesema ingetengeneza hadhi ya ukimbizi kuwa ya muda mfupi na kuharakisha uhamisho kwa wale wanaofika kinyume cha sheria, katika hatua ya urekebishaji unaolenga kuzuia kuongezeka kwa kauli za chama cha mageuzi cha watu wengi cha Uingereza na kukabiliana na unyanyasaji wa mfumo wa sasa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Shabana Mahmoud alisema Uingereza itafanya hivyo daima kutoa hifadhi kwa watu wanaokimbia vita na mateso, lakini mfumo wetu wa visa haupaswi kutumiwa vibaya. Ndio maana ninachukua uamuzi ambao haujawahi kutokea, kukataa visa kwa raia hao wanaotaka kutimiza vibaya ukarimu wetu, aliongeza katika nukuu hiyo. Ofisi ya mambo ya ndani ilisema Mahmoud ataanzisha sheria mpya wiki hii ili kurejesha utulivu na udhibiti wa mipaka ya nchi. Na Florian Kaijage. Leo ni siku ya pili ya mkutano wa viongozi wa kidini kutoka kundi la wahafidhina la kanisa la Anglikana uliofunguliwa jana jioni katika mji wa Abuja, mji mkuu wa Nigeria. Viongozi hao kutoka Afrika, Asia, Australia na Amerika wanadhamiria kumchagua mpinzani wa askofu mkuu wa kwanza mwanamke wa Canterbury kesho Alhamisi. Sarah Mullally kutoka Uingereza anatarajiwa kutawazwa rasmi kama askofu wa 106, kiongozi wa ushirika wa Anglikana duniani, katika sherehe za kifahari mwishoni mwa mwezi Machi. Hata hivyo, kuteuliwa kwake kumezua mgawanyiko wa fikra nchini Nigeria na kwingineko duniani. Wakristo wengi wenye msimamo mkali wanaamini kuwa ni mwanamume pekee anaopaswa kuwekwa wakfu kama maaskofu. Isabella Magodi na taarifa zaidi. Ni ibada ya Jumapili mjini Lagos. Liturujia na sala ni zile zile zinazofahamika kwa Anglikana wengi duniani. Lakini kanisa la kimataifa la Kianglikana liko mbali na kuhimili umoja wake. Hapa Nigeria, uteuzi wa mwanamke kuwa askofu mkuu wa Canterbury umezua mjadala mkali. Nilizaliwa Mwanglikana na sijawahi kusikia jambo kama hili, na sidhani kama ni la Kikristo. Ukiangalia Biblia na mitume, hakukuwa na mwanamke miongoni mwao. Kwa hiyo mwanamke kuwa kiongozi wa kanisa la Kianglikana nchini Uingereza
sidhani kama itaenda vizuri. Wiki hii viongozi wa fidhina wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia watakutana katika mji mkuu wa Abuja. Huko watapiga kura kumchagua kiongozi mbadala kuwaongoza, hatua inayotafsiriwa kama changamoto ya moja kwa moja kwa kiongozi wa sasa wa Kianglikana Sarah Mullally. Kundi hilo linalojulikana kama GAFCON liliundwa mwaka 2008 kufuatia tofauti za kitheolojia kuhusu swala la ndoa za watu wa jinsia moja. Profesa Diarmaid MacLeish, profesa mstaafu wa historia ya kanisa katika chuo kikuu cha Oxford, anaelezea. Huu mkutano ni wa kuleta mgawanyiko. Ni hatua ya kutekeleza vitisho ambavyo kundi la GAFCON limekuwa likitoa kwa miaka 15 iliyopita. Hawa ni viongozi wote wanaume wanaokutana barani Afrika kuthibitisha msimamo wao ambao hauwaridhishi wengi katika makanisa ya Kianglikana, yaani uaskofu wa kiume pekee anayeamua mambo. Calling the shots. Katibu mkuu wa ushirika huo Askofu Anthony Pogo anasema suluhisho ni kukaa chini na kuzungumza. Anasisitiza kwamba yeyote anayetaka kujiondoa anapaswa kufuata taratibu rasmi za kanisa. Tunahitaji kupitia mifumo yetu iliyopo kama kamati ya kudumu au masinodi ya kila jimbo badala ya kufanya mambo nje ya taratibu hizo. Lakini nini hufanyika pale ambapo sehemu ya familia inakataa kufuata utaratibu huo na kuishi kama kwamba tayari wamejitenga? Kweli watu wakichukua msimamo, hakuna mengi unaweza kufanya. Labda suluhisho liko kwa vijana. Baada ya ibada, Alexander Olasinde mwenye umri wa miaka 34 anaelezea kuwa uhusiano wa Canterbury ni muhimu kwake licha ya kutokubaliana na baadhi ya msimamo ya kisiasa ya kitheolojia. Tumeunganishwa na kanisa la Uingereza, ndiyo, na hilo ni jambo la maana kwangu. Natazamia kuona ushirika wa Kianglikana ukiendelea kuwa pamoja. Bila kanisa la Uingereza, binafsi ningehisi pengo. Uhusiano kati ya kanisa la kwanza la Kianglikana Uingereza na makanisa mengine duniani unaonekana kuwa katika hali tete zaidi. Naam, Isabela Magodi huyo akitupa nafasi sasa ya kuangalia michezo na Florian Kejage, karibu. Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie katika ligi kuu ya England ambako imepigwa michezo minne usiku wa kuamkia hii leo. Majogoo wa Anfield Liverpool wamekubali kipigo cha magoli 2-1 kutoka timu iliyo mwishoni kabisa wa msimamo wa ligi, Wolves. Goli la Andre da Costa Neto, raia wa Brazil, dakika za mwisho kabisa lilihakikishia ushindi Wolves ambayo imeshinda mchezo